Hawa kabla hujawafuga, unachotakiwa kwanza ni kuandaa shamba. Kwa jina naitwa Staruki Njama. Nimetokea kijiji cha Vuo, kitongoji cha Loko, kata ya Moa, halmashauri ya wilaya ya Mkinga, mkoa wa Tanga. Mimi ni mfugaji na mkulima wa kilimo cha jongoo bahari katika wilaya ya Mkinga. Majongoo bahari ni kilimo kama kilimo mfano wake cha mwani, lakini hawa ni viumbe maji ambacho ni chakula kikuu hichi. Uchina, Ufilipino, Korea, Japani, zaidi nchi za nje ndio chakula chao kikuu, na mambo mengine zaidi ya kitaalamu wanatumia wao, lakini wao ndio wateja wakuu wa ununuzi wa jongoo bahari. Kilimo hichi kwanza unaanza kutengeneza shamba la wavu maalum. Cha msingi ni kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Vigezo hivyo mimi na mwenzangu ambaye ni ndugu Saleh Ngoda Mtindi, ni diwani mstaafu wa kata ya Mkinga, nimeweza kushirikiana naye na kuweza tukaunda kampuni yetu inaitwa Naim Company Limited. Ndio kampuni ambayo tumejiwekezea kuweza kuanzisha kilimo cha ufugaji jongoo bahari, ambacho kibali chake ni cha miaka 5. Ulime ndani ya maji, na ukilima ndani ya maji uandae shamba, una wavu, yani kama zile nyavu. Kuna nyavu special, ni gharama, lakini inabidi uzingatie hilo. Bomba zake ni gharama, kwa sababu bomba ni zile special ambazo hazishiki kutu ya chumvi, na tuliweza kununua hizo. Ni gharama takriban karibuni milioni 14, na tuliweza kuzitumia kwenye uanzishaji wa shamba hili. Kitaratibu zilizopo, kwanza kabisa unatakiwa uione serikali ya kijiji, ambapo mimi niliona serikali ya kijiji na niweza kuwasiliana pia, nikawakutana na kata na hatima yake halmashauri, na mwisho wa yote nikaingia mkoani, na mkoani napo nikapewa ushirikiano wa kutosha kama nilivyopewa kijijini. Na mwisho wa yote ninamshukuru mkurugenzi wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Viumbe Maji, naye aliweza kunisainia maombi yangu kwa kunipa kibali cha miaka 5, ambapo huu sasa ni mwezi wa 8 na nimefikia hatua hii. Awali niliweza kununua vifaranga vikiwa vidogo na nchi 2. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu na ndugu yangu Kateta alinipa ushirikiano wa kutosha na mwongozo uliokamilika, ambaye ni afisa uvuvi wa wilaya ya Mkinga, na yeye akaniunganisha na afisa uvuvi wa mkoa wa Tanga ambaye anaitwa ndugu Onesmo. Kwa hiyo ilikuwa sifanyi kitu nje ya wanataaluma hao au wataalamu hao. Kwa hiyo nilichokifanya mimi ni wao ndio walionielekeza, nikaenda nao mpaka Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Huku ndiko tulikoanza kutoa vifaranga hivi. Tulivinunua vifaranga 8,000 na kila kifaranga kimoja tulikinunua kwa shilingi 500, na vifaranga vile tulivisafirisha usiku kwa usiku hadi katika wilaya ya Mkinga, kata hii ya Moa, kijiji cha Moa, na hatimaye tukawabeba na vyombo maalumu kuwapeleka shambani wakiwa wana nchi 2, na leo wamefikia hatua hii. Ni kutokana na mazingira, hawakubaliani na joto. Kama muda huu unawaona hapa wameshaanza kulegea, ni hili joto. Kwa hiyo hawakubaliani na joto, hasa wanunuzi wake namba 1 ni nchi za nje, lakini pia tunazo taarifa kwamba Tanzania wananunua bara na Tanzania visiwani wananunua. Kwa hiyo fursa hii ni kubwa mno, yani taarifa ambazo tunazipokea kutoka nje. Hawa jongoo kwa nje hawa niliowakamata hapungui kilo 1. Hii hapa mimi nimekamata milioni 1 fedha za Kitanzania. Wanauza kwa kilo, kama hii inafika kilo 1. Kwa hiyo kilo 1 hii tayari hapa hii ni milioni 1, na vifaranga vilikuwa 8,000. Kwa hiyo utajumlisha wewe, jumlisha 8,000 gawa hata upate hawa 10 kwa kilo 1, piga hesabu hiyo bei, utaona bei mali iliyopo pale ni ya shilingi ngapi. Ukiuza kwa Moa utauza 300,000, ukienda Unguja 500,000, masoko ya nje ni milioni. Hatujawekewa wazi zaidi, lakini kwa Moa hakuna, ile ni Dar es Salaam. Tunawasiliana na wale loko Dar es Salaam ambao ndiko tunaenda kuchukua vifaranga, wao ndo wanauza 300,000. Lakini Unguja ambapo pia mashamba yapo, wao wanauza 500,000 Zanzibar. Mimi nina imani kubwa ya kwamba wamepungua kutokana na dimbwi la wizi. Wizi umekuwa ni mkubwa kupita maelezo. Hii ndio changamoto kubwa inayotuathiri.
ni wamepungua kidogo. Kwanza ninawashukuru kikosi cha Navy MOA, wanatupa ushirikiano wa kutosha, lakini bado tunaendelea kuwasaka wahalifu na nina imani kwamba tutawapata tujapo mmoja, alafu huyu atakuwa mfano wa kuigwa. Hatujaanza kuuza, ndio kwenye baada ya miezi miwili ijayo ndio tutaanza taratibu za kuuza, na lazima halmashauri ya wilaya Mkinga ije hapa kwa ajili ya kuchukua mapato yao ya serikali. Ni miezi 8 mpaka 10, ukiwaweka mwaka umeboresha zaidi. Yani kadiri unavyochelewa kuwavuna ndivyo unavyoongeza soko na thamani zaidi. Akifikia kilo moja kwa mmoja, piga mahesabu, usiende kwenye 8,000, weka 5,000 tu. Natamani serikali basi tutafutie hata wa mashirika sio ya kiserikali ili aweze kuja kutusapoti tuweze kupambana kama changamoto za kiulinzi. Tunatamani tujenge kibanda hapa sisi hatuna, na kibanda kina zaidi ya gharama milioni 2. Tunatamani tupate boti fiber ya doria ambayo ina thamani sio chini ya milioni 20 mpaka 30. Kilimo hichi ni kuthibitishia hakina uharibifu yoyote ya mazingira, kwa sababu sisi hilo shamba lote tulilolima hatukutumia mti hata mmoja. Nyavu tulizozitumia ni za plastiki, nyavu za kisasa, na hata zile dining ambazo tumebania ni za kisasa. Kwa hiyo vyuma tulivyotumia pale ni vyuma ambavyo havishiki kutu. Kwa hiyo miti tuliyoitumia, badala ya miti tumetumia vyuma ambazo ni gharama. Chuma kimoja kinauzwa 75,000 na tumenunua hivyo. Hatima yake ndivyo tulivyoviweka kuwa kwamba hiyo ndio kingo za kuzuia huo wavu. Hawawezi kutoka kwa sababu kila baada ya mwezi tunakuja ile mpandisho ile bamvua. Maji yakitoka tunaenda tunakagua kama kuna sehemu ina hitilafu kidogo tunarekebisha. Hawawezi kutoka, na hata atoke utamkuta nje ya wavu, yani yazidi futi moja, unamrudisha ndani, maisha yake ya starehe yanaendelea. Wito ninaotoa kwa wananchi, waache kuitegemea serikali kama serikali, wazitumie fursa hizi kwa ajili ya kujikomboa kiuchumi. Jongoo Bahari ni mtaji wa kuondoa umaskini Tanzania. Ewe mkulima mwenzangu wa Jongoo Bahari, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. 88 oye! Tanzania.